Biblia inataka tufahamu ya kwamba dunia tulionayo ni dunia yenye maswali mengi sana. Tunapitia kipindi ambacho kuna maswali mengi ambayo hayana majibu. Watu tunajiuliza maswali. Hivi hili jambo hatima yake ni nini? Ili ukue kiroho lazima ujue majibu ya haya maswali. Na wewe si mtu wa kwanza kujiuliza haya maswali. Maswali haya wamewajiuliza watu wengi, wakina Habakuki. Bwana akawaambia andike njozi yako nipate kuisoma kama maji. Maswali haya mengi waliandika wakina Yeremia, wakisema Bwana akawaambia hayo unayoyawaza mwisho wake utakuwa hivi na hivi. Lakini moja ya mambo ambayo alikuwa anawaza ni mtumishi wa Mungu aliandika kitabu cha Zaburi 73. Anasema waovu ndio wanafanikiwa. Wenye wivu na kujivuna ndio wana amani katika nchi. Wanakufa wakiwa ni wanene wenye afya. Katika taabu za watu, Zaburi 73 hii, hawamo hawa watu. Jeuri yao imewavurika kama nguo, macho yao yametokeza kwa kunenepa. Anasema katika mstari wa 73:17, hata nilipoingia patakatifu pa Mungu nikatafakari mwisho wao. Mwanzoni aliona wanafanikiwa. Mwanzoni hakuona hatima ya dunia inakoelekea. Anasema hata alipoingia patakatifu pa Mungu. Akaangalia structure ya patakatifu pa Mungu. Akaangalia timing ya patakatifu pa Mungu. Anasema ndipo alipofahamu mwisho wao. Kila chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Dunia tunayoishi sasa inaishi katika kipindi cha mwisho kabisa katika historia yake. Kuna namna nyingi ya kujua mwisho wa historia ya dunia. Lakini mwingine anaweza akaamua kusoma Mathayo 24 ambayo inaelezea list ya dalili za kuja kwa Yesu na mwisho wa dunia. Lakini leo hatutaangalia Mathayo 24. Tutaangalia kitabu cha Waebrania kidogo na kitabu cha Mambo ya Walawi 16. Katika kitabu cha Kutoka pia tutagusia japo kwa ufupi sana. Somo hili ni refu lakini tutasema kwa ufupi sana. Ili upate kujua historia na mwisho wa kila unachokiona kwenye maisha yako na dunia inakoelekea, ni lazima ufahamu kitu kinaitwa patakatifu na ufahamu kitu kinaitwa patakatifu pa patakatifu. Mchoro wa safari ya mwanadamu ulichorwa zaidi ya miaka 1400 iliyopita. Katika mfumo wa ibada ambao ndani yake umebeba picha ya historia ya mwanadamu na kufungwa kwa historia ya mwanadamu, Bwana alianzisha mfumo wa ibada ya patakatifu. Tukifunua mfumo ndani yake tunajikuta tunafahamu tuko wapi, tufanye nini, tutoke hapa, Yesu akija atuokoe. Rudi kidogo katika maandiko matakatifu japo kwa nyuma kidogo. Katika kitabu cha Kutoka 25 na ule mstari wa 8. Kutoka 25 na mstari wa 8. Liko jambo ambalo Bwana anatudokeza hapa. Anasema, nao na wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Mungu alimchukua Musa, akampeleka sehemu, akamuonyesha pattern au picha ya kitu fulani cha mbinguni. Alafu akamwambia kitu ambacho umekiona nitengenezee hapa duniani. Sasa hapo palikuwa ni center ya ibada. Na kile kitu kilikuwa ni mfano wa ikulu ya mbinguni.
Hiyo kitu akaita patakatifu au sanctuary au mfumo wa ibada ambao uliambatana na matukio ambayo hatatosha kusema yote. Tutasema baadhi ambayo yanampitisha mwanadamu, ukiacha tu ulikuwa ni mfumo wa kivuli wa ibada, lakini yanampitisha mwanadamu katika vipindi vya muhimu sana, na hasa hatua tuliopo sasa. Katika mahali ambapo paliitwa patakatifu ambako Mungu alimwelekeza Musa apajenge, palikuwa panaonyesha watu walifundishwa mfumo wa wokovu wa mwanadamu. Na kwa muda wa takribani miaka 400 baadaye Bwana akawawezesha kupitia mtumishi wa Mungu Suleiman kujenga hekalu kubwa kabisa la zaidi ya trilioni na matrilioni ya fedha, ambalo ndani ya hilo hekalu liliendelea kubeba ile picha ya mfumo wa wokovu wa mwanadamu ambao tutaiangalia japo kwa uchache. Baada ya Suleimani kujenga lile hekalu, akaja Nebukadneza kalibomoa. Baadaye kipindi cha Yesu, mfalme Herode alikuwa analijenga pia. Kwa hiyo, lakini maandiko ya Agano Jipya yanatufunulia kitu bora zaidi katika mfumo uliokuwepo ule wa mwanzo. Anasema kwamba kitabu cha Waebrania 8 mstari wa 1, hema ya kweli ambayo Bwana ameiweka wala si mwanadamu, kwamba Mungu ametuandalia kitu ambacho ni bora kabisa, ukiacha kile ambacho aliwatengenezea kina Musa. Lakini kupitia kile kitu ambacho alimwambia Musa nitengenezee patakatifu, tunaona picha ya moja kwa moja ya kile ambacho Mungu ametuandalia na nyakati ambazo tupo, Niseme kwa ufupi hiki kitu ambacho Musa aliambiwa kitengeneze. Structure ya wana wa Israeli walivyokuwa wamekaa, makabila yalikuwa yamepangwa wakiweka kambi sehemu, yamezunguka kitu fulani katikati cha kiibada ambacho kiliitwa patakatifu. Hema ya patakatifu. Hema ya patakatifu ilikuwa imezungushiwa kama wigo fulani hivi, na katika wigo kwa kuna mlango wa kuingilia. Huduma ilikuwa inafanyika humu ndani, ilikuwa ni huduma ya kikuhani. Mtu alikuja na kafara, mnyama wa kumtoa kafara, akamfikisha kwenye hatua ya kwanza, ilikuwa ni madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa. Kuhani alikuwa anamchukua ule mnyama, anamchinja, anamtoa damu, anamtoa mafuta na utumbo, anamweka kwenye ile madhabahu, sehemu ya kuteketezea ule mnyama, kisha anamteketeza. Baadhi ya damu anaichukua. Akisogea hatua inayofuata, kwa kuna birika ambalo lilikuwa lina maji, birika la kunawia, kuhani akijitakasa, akijisafisha. Akitoka hapo, kuna mlango ataingia kwenye chumba cha kwanza. Hiki chumba kiliitwa chumba cha patakatifu. Chumba cha pili kiliitwa patakatifu pa patakatifu. Katika chumba cha kwanza, makuhani waliokuwa na hudumu walikuwa wanaingia, wanatoa ile huduma ya kiibada na kurudi. Katika chumba cha pili kilikuwa ni kitakatifu sana, ambacho kuhani aliingia mara moja kwa mwaka. Ukiingia kwenye chumba cha kwanza, kulikuwa kuna kinara cha taa ambao ni kama stendi ambayo imeshikilia mishumaa kama 7 inayowaka, ikiwakilisha utukufu wa Mungu. Lakini pia kuna madhabahu ya kufukiza uvumba, ambayo ni kama chombo fulani kidogo, ameweka ule uvumba unatoa moshi. Huo moshi unapenya kwenye mapazia yaliyopo, anaingia kwenye chumba cha pili. Lakini pia uvumba kwenye maandiko matakatifu unawakilisha maombi. Kwa hiyo huwakilisha maombi ya patakatifu. Lakini pia kuna meza ya mikate ya uonyesho. Hii chumba ni kama ikulu ambayo Mungu alimpa picha jinsi Mungu alivyo set up ikulu yake kule mbinguni. Kimisingi mikate waliwekwa mle ni show blade, ni mikate ya uonyesho. Ilikuwa sio mikate kwa ajili ya Mungu kula, maana Mungu si mwanadamu. Ilikuwa ni uthibitisho na udhihirisho kwamba chakula ambacho wanakula watoto wa Mungu waliozunguka patakatifu pa Mungu kilikuwa ni chakula
kinachotoka kwa Mungu, ndiye mpaji wa chakula. Ukiingia kwenye chumba kile cha ndani kabisa ambacho ilikuwa ni patakatifu, ambapo kuhani mkuu alikuwa anaingia mara moja kwa mwaka. Tena akiingia amevaa njuga, vile vitu vinavyolialia kama unavyoona watu wanacheza muziki wamevaa vitu vinalialia miguuni amevifunga. Akijichanganya kidogo anaweza astoke akafa. Na wanamvuta, wanamtoa mle. Maana hakuna mtu anaweza kaingia mle isipokuwa mtu aliyehalalishwa kuingia. Sasa mle ndani palikuwa pana vitu vifuatavyo. Mle ndani palikuwa pana mapazia na baadaye lijengwa ukuta. Mapazia yale yalikuwa yamechorwa michoro ya malaika, makerubi, high profile angels. Lakini mbele kuwa kuna kitu kinaitwa sanduku la agano. Sanduku la agano ambalo ndani yake kulikuwa kuna amri 10 na baadhi ya vitu vichache, fimbo ya Haruni na chipua na vitu kama hivyo. Lakini juu ya sanduku la agano kulikuwa kuna kitu kuna makerubi wawili ambao ni malaika wale wamefunua mabawa yao, sanamu zao zikiwa zinaangalia katikati ya kiti cha agano. Japo kwenye lile hekalu lilojengwa kusoma Mambo ya Nyakati unakuta wanakuwa ni 4. Lakini bado kwenye mapazia panaonyesha michoro mingi ya malaika. Hii ni picha ambayo Mungu alimuingizia Musa baada ya kumuonyesha mbinguni palivyokaa setup yake, alafu akamwambia kanitengenezea kitu kama hiki, alafu watu wote wakizunguke hiki kitu. Juu ya ile sanduku la agano palikuwa pana kitu kinaitwa kiti cha rehema, ambapo ilikuwa ni mfano wa mahali Mungu anapokaa. Na juu ya kiti cha rehema palikuwa pana kama kawingu kadogo kinaitwa Shekaina. Utukufu wa Shekaina ni kama ka utukufu ambako kakiondoka kale tunaamini ya kwamba utukufu wa Mungu haupo. Kikao chote cha kiibada ni sufuri, mahali hapo hapana Mungu. Sasa mambo haya yalifanyika kwa mfano wa namna ambavyo ni historia fupi ambayo iliwakilisha kifo cha Yesu, kufufuka kwake na huduma yake katika patakatifu pa mbinguni. Sasa basi, Yesu alipokufa, tutakumbuka wote kwa pamoja, pazia la hekalu lilipasuka, likionyesha kwamba huduma hii ya kikuhani ya kumfikia Mungu kwa namna ngumu sana. Kumbuka huku watu wa kawaida walikuwa waingii, ni makuhani wanaingia, na sehemu nyingine anaingia kuhani huyu mara moja kwa mwaka. Yesu akawa amepaingia patakatifu halisi pa mbinguni, na akakomesha mfumo huu wa ibada ambao ulikuwa unaonyesha Mungu ni mtu kumpata ni tabu sana, na akazindua mfumo mpya wa ibada ambao yeye mwenyewe ndiye anatawala. Sasa ninaweza nikasema mambo machache kwa somo hili. Nitalirudia tena kwa vipengele hatua kwa hatua, maana hapa tulitaka tuseme na unabii wa Danieli wa miaka 2300. Katika unabii wa miaka 2300 niseme tu kwa ufupi, ambao ulianza mwaka 457, Mungu alitabiri kwamba katikati ya siku hizi anasema majuma 70 ambao ni wiki 70 zilikatwa. Ni historia ndefu sana, naomba niseme tu kwa ufupi, alafu kuna siku tutarudia kujifunza in details kwenye hili somo. Nataka kuna vitu vya msingi sana uvijue kiroho. Majuma 70 ambao ni miaka 490 kuanzia ulipoanzwa kujengwa kwa Yerusalemu mwaka 457, Mungu alitabiri kwamba itafika kipindi Masihi atakatiliwa mbali, na huduma za kikuhani za kwenda kwa Mungu kupitia njia ngumu sana, na kupitia maombi ambayo mtu atapeleka kwa mkuu wa dini, kwa dini tena kwa mara moja kwa mwaka ndio utasamehewa. Mfumo huu Mungu akaufuta, akatuingiza mbinguni rasmi. Huduma ambazo walikuwa wanafanya makuhani, muda huu tunapoongea anaifanya Yesu Kristo. Awamu ya kwanza ilianza kwenye sehemu ya kwanza ambayo tulisema ni patakatifu, na kwa mujibu wa unabii
ambao tutaukokotoa wakati mwingine, mwaka 1844 ilikuwa ndio hitimisho la siku 230 ambayo ni miaka 2300, ambayo ni miaka 2300 ambayo ni mark Yesu kuingia patakatifu sana, ambayo ni ishara ya kufunga historia ya dunia. Baada ya muda mfupi Yesu anakuja. Sasa kuna kitu kinaitwa tarehe ya 10 ya mwezi wa 7. Ni tarehe ambayo kuhani mkuu aliingia mara moja kwa mwaka kwa ajili ya kufanya huduma ya upatanisho ndani ya kile chumba cha ndani kabisa. Na kuna mbuzi aliitwa mbuzi wa Azazel ambaye alichukuliwa na madhambi ya watu wote wa Israeli, yakapachikwa kwa ule mbuzi, naye akatupwa jangwani, akakaa katika ukiwa kwa miaka, kisha akaja akafa huko huko. Matukio haya yote kama ambavyo nimeanza kusema ilikuwa ni picha ya matukio ya kufunga historia ya ulimwengu, ambapo Yesu ataingia katika hatua ya mwisho kabisa ya upatanisho wa dhambi za mwanadamu, ambao ni patakatifu, ambapo akitoka tu mle ndani, tukio litakalofuatwa ni kukamatwa kwa huyu mbuzi wa Azazeli ambavyo alikuwa anafanya kuhani wa zamani. Sasa mbuzi wa Azazeli anawakilisha shetani. Atatwishwa uovu wote wa watu ambao walikuwa wametenda maovu na maovu yake yote. Atatupwa akakae miaka zaidi ya miaka 1000 katika hali ya ukiwa, na kisha atachomwa moto na kuteketezwa na dhambi zake. Lakini kwa sababu pia wewe utakuwa umebeba, kama kuna watu wameamua kubeba zile dhambi zake kumuunga mkono, na waliomuunga mkono wote watateketezwa. Niseme nini basi? Tunaishi katika kipindi ambacho tunapaswa kumtazama Mungu katika kiwango cha tofauti kabisa. Wanadamu katika kipindi tunachoishi sasa, wanadamu tumegawanyika katika makundi takribani 3. Na nataka unisikilize vizuri. Kundi la kwanza ni kundi la waovu wanaokataa mamlaka ya Mungu. Wako watu wengi sana wameamua kwa hiari yao kabisa, na wamaanisha dini, wanakataa mamlaka ya Mungu kwenye maisha yao. Ni watu wazuri tu, watu waungwana. Hii ni kundi la kwanza. Kundi la pili ni waumini wa dhati ambao kwa kutumainia haki ya Kristo kwa njia ya imani wanaitii sheria ya Mungu, kama ambavyo tumeona katika chumba cha patakatifu kuna sanduku la agano. Ndani yake ziko amri 10 chapa za maneno ambayo Mwenyezi Mungu aliandika kama mwongozo wenye baraka kwa mwanadamu. Wako watu ambao wao wameamua kuwa watii wa maelekezo haya ya Mungu, pamoja na maelekezo yote ya Mungu kupitia damu ya Yesu Kristo. Kundi la tatu ni wale wanaoonekana kuwa waumini wa kweli, lakini hawako hivyo. Kundi hili ni kundi kubwa sana. Nabii mmoja wa Mungu aitwa Ellen G. White anasema alionyeshwa ndani ya makanisa yaliyojaa watu wengi. Makanisa mengine hakuna hata mtu huyu mmoja anayefanya juhudi za dhati kutoka katika mfumo wa maisha ambao ni ya maigizo ya kiroho, au kutoka anayefanya juhudi za dhati za kuokolewa kwenda mbinguni. Baadhi ya makanisa hakuna kabisa, na kuna baadhi ya makanisa hayatatoa mtu hata mmoja, kwa sababu watu wote watakuwa ni kusanyiko la wanafiki wa kidini ambao hawajatoa mioyo yao dhati kwa ajili ya kuokolewa. Hili ndio kundi la tatu. Mpendo, makundi haya ni makundi hatari sana. Lakini naomba nisemee kundi hili la pili. Kundi la watu ambao hawajamkataa Mungu. Kundi la watu ambao licha ya madhaifu yao wanapambana kumpendeza Mungu kwa uongozi wa Roho Mtakatifu na kuzishika amri za Mungu. Biblia inawaita hawa 14:12 Ufunuo. Elia hawa wanaosubiri kwenye subira watakatifu wazishika amri za Mungu na imani ya Yesu Kristo. Watu hawa Mungu amewaandikia habari njema sana ya patakatifu.
bali kutoka chumba cha juu kabisa cha patakatifu sana, ambacho Mwenyezi wetu Mungu anatawala malimwengu yote, ambapo Bwana wetu Yesu Kristo anahudumu kama kuhani mkuu, akikupatanisha wewe na Baba, akijiandaa kuvua mavazi ya kikuhani na kuvaa mavazi ya kifalme, ili hivi karibuni mbingu zifunguke, ashuke kama mfalme wa wafalme kuwachukua waliomtegemea kwenye kundi hili la pili. Mungu anasema katika kitabu cha Waebrania 4, katika kitabu cha Waebrania 4 mstari wa 19, anasema basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Yesu sasa anahudumu kwenye chumba au mahala ambapo ni pa juu sana pa mbinguni, mahala patakatifu patakatifu, ambapo leo dini nyingi zimepageuza kuwa ni duniani. Wakati wito unatolewa watu wamkaribie Mungu aliye mbinguni, ambaye anatoa wito, njooni wenye dhambi, njooni wachafu. Tunaishi katika kipindi cha mwisho kabisa wa dunia. Yesu anafungasha mafaili yake, muda sio mrefu anakuja kufunga historia ya ulimwengu. Watu wengi wamegeukia watu. Ziko dini zinawarudisha wanadamu kwenye mfumo wa patakatifu pa duniani, mfumo wa kumfuata kuhani, mfumo wa kumtegemea kiongozi wa kidini ambaye akifanya maamuzi yake imekula kwako, akifanya maamuzi yake wewe ndio unapata amani. Yesu anasema njooni kwangu, karibia kiti cha rehema, kiti ambacho Yesu anatawala, mahali penye utukufu wa Shekaina, mahali kwenye uwepo wa Mungu. Karibia, unaalikwa ili upate kupata neema na kupata rehema ya kukusaidia wakati wa mahitaji. Hitaji la kwako kuu katika maisha yako sasa, naomba nikutambulishie, ni kuwa mcha Mungu wa kweli na kufanya maandalizi ya dhati ya kuchukuliwa Yesu anapokuja hivi karibuni. Sasa basi, mwaliko umetolewa. Karibia kiti cha rehema. Pazia la duniani limefunguliwa. Heshima ya hekaluni pa duniani imedhalilishwa. Haipo tena. Huduma zimehamia mbinguni kwa Bwana. Lakini pia anasema miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Bwana anakaa ndani yako kupitia Roho Mtakatifu. Ni wakati ambapo Mungu anaalika wanaompenda Mungu kweli kweli waamue kwa wasafi ndani ya mioyo yao. Lakini pia unasema yako mahitaji kwenye maisha yangu. Katika ujumbe wa leo unakutoa kuangalia watu. Mbona huyu ni mwovu amefanikiwa? Mbona huyu anafanya hivi? Mbona huyu? Hakuna cha mbona. Ujumbe wa leo unakutaka ugeuze macho yako, mtazame Mungu. Behold your God. Ujumbe wa Isaya unasema mtazameni Mungu wenu. Hivi karibuni Yesu atakuja. Hivi karibuni Yesu atakuja. Katika maandalizi ya maisha yako, unafanya jitihada gani kuhakikisha unakuwa kiroho? Unafanya jitihada gani za kuitikia mwaliko huu ambao Yesu amesema tumkaribie kwa ujasiri? Kwa Yesu tunaingia kwa ujasiri. Kwa Yesu tunaingia kwa ujasiri sana. Tunapiga maombi, tunaunganika na mbingu kwa njia ya kijasiri sana, kwa sababu hatuendi kana kwamba ni watu ambao tumekwisha fanikiwa kiroho. Tunaingia, ujasiri wetu ni Yesu ambaye ameshakufa kwa ajili yetu. Hatuingii kwa mavazi yetu, tunaingia kwa vazi la Mungu. Naishi katika kipindi cha kufunga historia ya ulimwengu, ambapo Yesu anatoa mwaliko, wanadamu wote wanapaswa kuwa wanadamu wa patakatifu pa patakatifu. Maisha yako ni maisha ya patakatifu patakatifu. Uungane na Bwana wako Yesu Kristo katika kipindi ambacho ni cha hatari sana. Wako watu ambao wanaishi katika kipindi hiki lakini hawako makini. Wanashindwa kujua ya kwamba
Historia inaonyesha ya kwamba makundi ya watu wote waliomwacha na kumdharau Mungu, hivi karibuni mlango wao wa rehema utafungwa. Watu wote ambao wanakaa katika mazingira ambayo wamekataa kumcha Mungu makusudi, japo wamekimbilia makanisani. Biblia inasema Isaya 4, na siku hiyo wanawake 7 watatokea, watasema tutavaa mavazi yetu, tutakula chakula chetu, lakini tuitwe kwa jina lako, tupate kuificha aibu yetu. Je, na wewe ni miongoni mwa wale wachungaji, miongoni mwa watumishi wa Mungu, miongoni mwa waumini ambao unaingia katika mambo ya ibada ili kuficha aibu yako? Je, ni miongoni mwa watu ambao wanaingia katika mifumo ya ibada ili tu kupata nafuu za kimwili? Nataka nikutie moyo kwamba geuza uamuzi wako. Uamuzi wako uwe ni kumwabudu Yesu patakatifu patakatifu. Tumemjifunza Daudi aliuliza. Daudi alianza maisha yake baada ya kuangalia mfumo ya dunia wakati wake. Akasema nitafanya nini? Mbona wenye waasi ndio wanafanikiwa? Daudi akarudi akaangalia patakatifu pa Mungu, akamtazama Mungu wake na ukuu na uzuri wake, hata akajua mwisho wao. Na kutia moyo, ikiwa unasema nami nahitaji mwisho mwema, pamoja na maisha na harakati ninazoendelea nazo katika maisha, nahitaji nifunge historia yangu nikiwa upande wa Mungu. Nahitaji Yesu atakapofungua malango ya patakatifu patakatifu kuja kuwachukua watoto wake, na mimi ndio miongoni mwao. Nahitaji Yesu afanye huduma ya usafi na utakaso ndani yangu. Unasema nahitaji Mungu aliye mpaji wangu aweze kunihudumia kutokea patakatifu patakatifu pa mbinguni na kunipatia mahitaji yote katika namna ya kiungu sio ya kawaida. Kama ndio ombi lako, Mungu akubariki sana. Baba wa mbinguni, asante kwa neno lako. Asante kwa neno la uzima, na kushukuru kwa habari ya patakatifu, na kwamba wewe Mungu sio wa kawaida. Ulifuta mifumo ya kiibada ile ambayo ilikuwa ni mifumo yenye kuchelewa, mifumo inaendeshwa na watu, mifumo ambayo haina nguvu, mifumo ambayo ni vivuli, lakini ukaleta mfumo wa ibada za patakatifu pa mbinguni, ambapo leo umetupa mwaliko wa kuingia mbinguni katika kwa njia ya maombi na kupokea baraka zetu. Na umetukumbusha tunaishi katika kipindi cha mwisho kabisa cha hukumu ya dunia hii, ambapo hivi karibuni unakuja. Namwombea mtoto wako Bwana, mhudumie kwa viwango vya juu katika kipindi hiki Baba, kwa sababu ameamua kuwa mtu wa patakatifu sana pa mbinguni. Baba, maisha yake yageuzwe kwa jina la Yesu. Asante maana kila kitu kimekuwa katika jina la Yesu. Amen.